Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 15 ya mwezi wa pili mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumapili. Nikualike kunako dukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Tanzania iko imara, mabadiliko tabia nchi. Samia ashauri Afrika isimame kidete vita dhidi ya malaria. AU yataka uhuru wa kifedha, umoja kudumisha amani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mwigulu afichua madudu ulaji fedha za miradi, ataka uchunguzi, atangaza kiama kwa watakobainika. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili. Chalamila atoa miezi miwili uchunguzi migogoro ardhi Kinondoni. Habari katika ukurasa wa 19. Bilioni 600 zatumika miradi ya BRT da awamu ya 3 za kamilika. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mwanamke atuhumiwa kufukua makaburi kuuza ardhi da. Habari katika ukurasa wa 3. Azam yaweka historia, yazindua boti Pemba Tanga. Habari katika ukurasa wa 20. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni vijana wanavyolizwa ajira za mitandaoni. Serikali imewataka kuchukua tahadhari na kujiridhisha na uhalali wa ajira badala ya kutoa fedha. Msemaji mkuu wa serikali Gelson Msigwa asisitiza vijana kutoa taarifa kwa mamlaka husika au polisi. Habari katika ukurasa wa 3. Ndugu ikisema, nilidhani nimepata kazi, lakini baada ya kulipa nikapewa bidhaa ambazo hazikuwa na soko, nikatakiwa kuingiza wanachama wapya ili nirejeshe pesa yangu. Asha Munuo muathirika. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Samia wataka viongozi Afrika kudhibiti malaria. Habari katika ukurasa wa pili. Dr. Mwigulu ashtukia kichaka cha gharama fedha za umma. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Chauma wafukuta Dar es Salaam baada ya miezi kadhaa ya ukwasi wa ghafla. Chama cha ukombozi wa umma Chauma kinadaiwa kuingia katika hali ya ukata, migongano ya wanachama na viongozi, huku undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Mbunge Aela, maraisi wanainusuru EAC sasa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Bundi aanza kuinyemelea CAF, msajili aweka kando viongozi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tulitazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele, virutubisho vinywele na ngozi vya beba sumu, wengi wavitumia bila vipimo vya afya, wataalamu waonya matumizi yake. Ini, figo na moyo vyatwishwa mzigo mkubwa wa kemikali. Habari katika ukurasa wa 7. Samia, nitaongeza nishati safi kukabili mabadiliko tabia nchi. Habari katika ukurasa wa 3. Tanga yazalisha saruji, miradi ya Tanga yatumia saruji kutoka Dar. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Maisha yalivyo, kiapo kinapokurudisha kijijini kwenu. Habari katika ukurasa wa 11. Gwajima atibuliwa nyongo, video mtoto kuvutishwa sigara. Habari katika ukurasa wa 2. Siku ya redio ya mudu kuwa wakala wa maendeleo nchini toka zama za ukoloni hadi leo. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha
na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Gazeti Mzalendo ninalo mikononi mwangu lenye limeandika Rais Samia ageukia vita dhidi ya malaria. Asema si suala la afya pekee, ni ajenda ya maendeleo, uchumi na ustawi wa watu. Aeleza Tanzania ilivyojipanga nchi za AU zipunguze utegemezi katika vita hiyo. Habari katika ukurasa wa pili. Mwigulu aitaka TAKUKURU Tanga kuingia mzigoni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemwagiza kamanda wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Tanga, Ramadhan Ndwata, afuatilie ongezeko la gharama za undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. UWT ajitosa kufanikisha bima ya afya kwa wote. Habari katika ukurasa wa 3. Abdullah ataka Tanzania kukimbilia fursa Kiswahili. Habari katika ukurasa wa 15. Undani wa maswali na majibu ya waziri na nauka. Habari katika ukurasa wa 12 pamoja na ukurasa wa 13. Vunja mduara, mbinu mpya kukabili sikosel. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo katika ukurasa wake wa mbele Jumapili ya leo. Tulitazame sasa gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi, tuendelee kuitunza tunu ya amani. Habari katika ukurasa wa pili. Hemedi aipongeza Kakama kueneza Kiswahili. Habari katika ukurasa wa pili. Vyuo vya amali wajengeni vijana wakidhi soko la ajira lela. Habari katika ukurasa wa 5. TRA kutumia drone kukabili magendo. Habari katika ukurasa wa 6. BLW la wanua hariri waandishi wa habari. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Iran yaanzisha tume kuchunguza maandamano. Habari katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Na sasa tukikia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani Jumapili ya leo. Tuanze kwa kulitazama gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika hakuna namna, Pedro awashtukia Waarabu, wenyewe waapa lazima kieleweke, Mastaa Azam wala kiapo Singida wasaka heshima. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mechi za hii leo ikiwa ni Wydad dhidi ya Azam FC saa 5 kamili usiku uwanja wa Mohamed wa Tano. Yanga dhidi ya JS Kabylie saa 1 kamili usiku Amani Complex. Stellenbosch dhidi ya Singida Black Stars, mchezo unapigwa saa 1 kamili usiku. Mwanaspoti pia limeandika Kawi ndani vita Kolele MVP NBA. Habari katika ukurasa wa 6. Tamuchungu mwaka mmoja wa ndoa ya Hamisa Ziziki. Habari katika ukurasa wa 20. CR7 kufungua baa hoteli kali England. Habari katika ukurasa wa 18. Lakini pia gazeti hili limeandika Magdalena Shauri kutoka kusikojulikana hadi star wa riadha duniani. Habari katika ukurasa wa 14 na ukurasa wa 15. La Liga leo Rayo Vallecano dhidi ya Atletico, mchezo utapigwa saa 12 na robo jioni. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti Jumapili ya leo. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Katika ukurasa wake wa nyuma, gazeti Habari Leo limeandika Yanga na Azam zaomba miujiza, Mosepe amwagia sifa Rais Samia, soka la Tanzania Prisons yatakata soko ine, mdomo wa mponza Lodri. Habari katika ukurasa wa 23. Dodoma yajiandaa na riadha taifa. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, habari za michezo na burudani, lenyewe limeandika Yanga kufa au kupona leo, inaisaka robo fainali ya ligi ya mabingwa Afrika, viongozi wote watu wa Zanzibar kuipa nguvu. Habari katika ukurasa wa 23. Bodi ligi kuu bara yazipongeza klabu usajili dirisha dogo. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga Jamii, ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Na gazeti hili linakamilisha dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania siku hii ya leo. Asante na kwaheri kwa sasa.